Shirika la utangazaji la Uingereza BBC limeomba radhi kwa rais wa Marekani Donald Trump kutokana na kipindi cha Panorama kilichounganisha sehemu mbili tofauti za hotuba yake ya tarehe 6 Januari mwaka 2021. Hata hivyo lakini BBC imekataa madai ya rais Trump ya kutaka kulipwa fidia. Shirika hilo limesema uhariri huo ulitoa taswira isiyo sahihi kwamba rais wa Marekani Donald Trump alitoa wito wa moja kwa moja wa kuchukua hatua za vurugu na kusema kuwa halitaonesha tena kipindi hicho cha 2024. Mawakili wa Trump wametishia kulishtaki shirika la BBC na kutaka fidia ya dola za Marekani bilioni 1 iwapo shirika hilo halitatoa ufafanuzi, kuomba radhi na kumfidia. Athari za kashfa hiyo zilisababisha kujiuzulu kwa mkurugenzi wa shirika la BBC Tim Davie na mkuu wa habari Deborah Tanes siku ya Jumapili. Shirika la BBC limesema kuwa limewasiliana na ikulu ya White House kwa ajili ya maoni yao. Kuomba radhi huko kumekuja saa chache baada ya video ya pili kwenye uhariri kama huo kuonyeshwa kwenye Newsnight mwaka 2024 kufichuliwa na gazeti la Daily Telegraph la Uingereza. Katika sehemu yake ya marekebisho na ufafanuzi iliyochapishwa jana Alhamisi jioni, shirika la BBC lilisema kuwa kipindi cha Panorama kilipitiwa upya baada ya ukosoaji kuhusu jinsi hotuba ya Donald Trump ilivyohaririwa. Tunakubali kuwa uhariri wetu uliunda taswira isiyokusudiwa kwamba tulikuwa tunaonesha sehemu moja endelevu ya hotuba hiyo badala ya nukuu kutoka sehemu tofauti za hotuba, na kwamba hili lilitoa taswira isiyo sahihi kwamba rais Trump alitoa wito wa moja kwa moja wa kuchukua hatua za vurugu, ilisema taarifa ya BBC. Mawakili wa BBC wameandika kwa timu ya sheria ya Trump kujibu barua iliyopelekewa siku ya Jumapili na msemaji wa BBC. Mwenyekiti wa BBC Samir Shah ametuma barua binafsi kwa ikulu ya White House akimjulisha Donald Trump kuwa yeye na shirika wanasikitishwa na uhariri wa hotuba ya rais ya tarehe 6 Januari mwaka 2021 ambayo ilionyeshwa katika kipindi cha Panorama. Shah alisema. Aliongeza kuwa ingawa BBC inajutia kwa dhati namna clip ya video hiyo ilivyohaririwa, lakini BBC na wafanyakazi wake wanapinga vikali kwamba kuna msingi wa madai ya kashfa. Kutokana na hotuba yake, Trump alisema, tutaenda kutembea hadi Capitol na tutawapigia cheers maseneta na wabunge wetu jasiri. Zaidi ya dakika 50 baadaye katika hotuba hiyo alisema, na tunapigana vilivyo. Katika kipindi cha Panorama, klipu hiyo ya video ilionyesha akisema, tutaenda kutembea hadi Capitol Hill na tunakwenda nanyi na tutawapiga. Akizungumza na Fox News, Trump alisema hotuba yake imekatwa vibaya na jinsi ilivyowasilishwa iliwapotosha watazamaji. BBC ilipokea barua kutoka kwa mawakili wa Trump siku ya Jumapili. Inadai utafutaji kamili na wa haki wa makala hiyo, ombi la radhi, na kwamba BBC imfidie ipasavyo rais Trump kwa madhara yaliyosababishwa. Maelezo ya barua hiyo yalitoa mpaka muda wa saa 4 usiku siku ya leo Ijumaa kuhakikisha kuwa BBC imejibu madai ya Trump. Katika barua yake kwa timu ya kisheria ya Trump, BBC imeweka hoja 5 kuu kwa nini haioni kama ina kesi ya kujibu. Kwanza, inasema BBC haikuwa na haki ya kusambaza na haikusambaza kipindi cha Panorama katika vituo vyake vya Marekani. Wakati makala hiyo ilipokuwa inapatikana kwenye BBC iPlayer, iliwekwa kwa watazamaji wa nchini Uingereza pekee. Pili, inasema kuwa makala hiyo haikusababisha madhara kwa Trump kwani alichaguliwa tena muda mfupi baadaye. Tatu, inasema klipu hiyo ya video haikulenga kupotosha bali ilikusudiwa kufupisha hotuba ndefu na kwamba uhariri haukufanywa kwa nia mbaya. 4, BBC inasema kuwa klipu hiyo ya video haikusudiwa kuonekana kama kipande kilichojitegemea, badala yake ilikuwa sekunde 12 ndani ya kipindi cha saa 1 ambacho pia kilikuwa na sauti nyingi zilizomuunga mkono Trump. Na hatimaye maoni kuhusu jambo la maslahi ya umma na hotuba ya kisiasa yanakingwa vikali chini ya sheria za kashfa nchini Marekani. Chanzo kutoka ndani ya BBC kilisema kuwa ndani ya shirika kuna imani kubwa juu ya hoja ambazo shirika limewasilisha na katika utetezi wake. Mapema jana Alhamisi, BBC ilishutumiwa kwa uhariri mwingine wa kupotosha wa hotuba ya Trump ya tarehe 6 Januari mwaka 2021, miaka miwili kabla ya mfululizo wa Panorama kuonyeshwa. Katika kipindi cha Newsnight cha mwaka 2022, uhariri huo ni tofauti kidogo na ule wa Panorama. Trump anaonyeshwa akisema, tutaenda kutembea hadi Capitol Hill na tutawapigia cheers maseneta na wabunge wetu jasiri, na tunapigana vilivyo, na msipopigana vilivyo hamtakuwa na nchi tena. Hili lilifuatiwa na sauti juu kutoka kwa mtangazaji Kirsty Walk akisema
alisema na kweli walipigana juu ya picha na ghasia za Capitol Hill. Akijibu klipu hiyo ya video katika kipindi hicho hicho, aliyekuwa mkuu wa utumishi wa ikulu Mick Mulvaney, ambaye alijiuzuru wadhifa wa kidiplomasia na kuwa mkosoaji wa Trump baada ya kuelezea ghasia za Januari 6 mwaka 2021 kama jaribio la mapinduzi, alisema video hiyo iliunganishwa vipande vya hotuba ya Trump. Hilo la tunapigana na tutapigana vilivyo kwa kweli ni baadaye katika hotuba, na hata hivyo video yenu inaonekana kama mambo mawili yaliyounganishwa, alisema. Kujibu habari ya Alhamisi katika Telegraph, msemaji wa BBC alisema BBC inashikilia viwango vya juu kabisa vya uhariri na swala hilo linachunguzwa. Msemaji wa timu ya kisheria ya Trump aliambia Telegraph kuwa sasa iko wazi kuwa BBC ilijihusisha na mtiririko wa kumkashifu Rais Trump. Wasiwasi kuhusu makala ya Trump na Panorama uliibuka wakati ujumbe wa ndani uliovuja ulioandikwa na mshauri wa zamani wa nje aliyejitegemea wa kamati ya viwango vya uhariri ya shirika hilo iliyochapishwa na gazeti la Telegraph. Miongoni mwa mambo mengine, waraka huo pia ulikosoa taarifa za BBC kuhusu masuala ya watu waliobadili jinsia na taarifa za BBC idhaa ya Uarabuni kuhusu vita kati ya Israel na Gaza. Hii ni Msasa Media.